وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia sala na salam kiongozi wetu nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia juu ya sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wale wenye kumtakasishia dini watafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko katika mwezi mtukufu Dhulqaada, tukiendelea darasa letu la fiqhi, na mbele yetu insha Allah ta'ala tuna ayyam al-ashr al-awail min Dhulhijja, siku ya mwanzo kabisa 10 ya Dhulhijja, ambayo kusema ukweli ni masiku ambayo yamejaa kheri. Hivyo naihusia nafsi yangu na kuwahusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitumia vizuri hizi siku ambazo ziko mbele yetu. Kama Allah subhanahu wa ta'ala atatufikisha salama na aman, kila mmoja ajifunge kibwebwe kuhakikisha anavuna matunda yaliyokuwa ni mengi katika masiku hayo 10. Na hivyo hiyo ni tambihi kwamba mbele yetu kuna masiku matukufu kabisa, na utukufu wake ni mchana wake, kama ilivyokuja katika hadithi na inda ulama kwamba utukufu mkubwa uko katika mchana wake na utukufu mkubwa uko katika usiku wa masiku ya mwezi wa Ramadhan, yani 10 la mwisho. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amefanya mambo haya kwa uadilifu mkubwa, lakini katupa kheri mchana wake na usiku wake, kwa maana tunafaidi usiku wa masiku 10 ya mwisho mwezi mtukufu wa Ramadhan, na tunafaidi mchana wa masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Hivyo tusitumie fursa hii vibaya, bali tuitumie kwa nguvu kubwa na kujibidisha katika kheri kwa kiasi kikubwa. Tayeb, naingia katika darasa letu, na leo biidhnillahi alkarim tunaona mlango unaosema babu fi sifati taghsil almayyit wa tashyi'ihi aljanaza. Anasema sifa ya kuosha maiti na kusindikiza jeneza. Huu ndio mlango ambao uko mbele yetu, na tutaangalia kiasi chake ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atajalia. Na kama nilivyoashiria mwanzo kwamba hiki kitabu hakileti masaili yote kwa ukamilifu wake, isipokuwa yanashereheshwa yale ambayo yameletwa katika hadithi chache alizozileta muallif wa kitabu hichi. Kwa hiyo mengi ambayo yanazunguka jambo hili, kuna mengine ambayo hayapo katika kitabu hichi, lakini kwa kiasi kikubwa alhamdulillah ni mambo ambayo ni ya msingi, ambayo ni ya lazima sana kuyafahamu. Lakini alhamdulillah yeye kaashiria kwamba mengine anaweza akaja kwenye milango mingine kama wasaya, kama babu almirath, yani alfaraid, ni mlango wa faraid, mengine yanakuja huko, lakini haina maana kwamba
hayapo kiujumla, yanaweza yakakosekana katika mlango huu ambayo yanahusiana na mambo ya msiba kiujumla, lakini yakaja kwenye milango mingine ambayo yanakamilisha kitabul janaiz. Ndugu katika iman, الحديث السادس وخمسون والخمسون بعد 100 حديث 156 katika mtiririko wa kitabu hichi Umdatul Ahkam. Hadithi hii ameisimulia sahabiyya aljalila Ummu Atiyya al-Ansariyya. Ummu Atiyya al-Ansariyya radhiyallahu anha qalat دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال kwamba aliingia kwetu mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa mwanaye Zainab radhiyallahu ta'ala anha, akasema alhamdulillah. Na hii ni kuonesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ndiyo hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea mtume ambaye ni katika sisi. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, kwamba amewajieni mtume kutokana na nyinyi. Baadhi ya wana wa chuoni wametafsiri kutokana na nyinyi wanadamu, ni mwanadamu kama sisi, kwa maana kama ni maumivu, kama ni uchungu, basi Allah ametuma mtume ambaye anahisi uchungu kama sisi tunavyohisi uchungu. Kwa hiyo kama aliweza kuvumilia baadhi ya mambo, kwa maana na sisi inawezekana, kwa sababu ni binadamu kama sisi. Ingelikuwa ni katika majini au ni katika malaika, basi binadamu angesema hapana, huyu kuna mambo mengine, hapana, huyu si katika sisi, hawezi kuumia kama sisi. Lakini alhamdulillah ni binadamu kama sisi, mazuri tunayoyapata naye yamempata, lakini na changamoto, kwa maana na misiba inayotupata sisi na mwenyewe amekumbana nayo. Sasa tunamuiga katika hayo ambayo yamempata, alifanyaje? Kama aliweza kufanya jambo fulani kwa namna hii, kwa namna fulani, basi na sisi tufanye hivyo, kwa sababu kama ni maumivu na yeye aliumia. Na hapa kama tunavyoona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimpoteza binti yake Zainab. Binti yake Zainab alimpoteza radhiyallahu ta'ala anha, kwa maana akaumia kama tunavyoumia sisi kupoteza wapendwa wetu. Akasema اغسلناها بثلاث, muoshe mara 3 au 5 au mara 5 au akthar min dhalika, au zaidi ya hapo. Ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin, na ikiwa mtaona hilo, ni kwa maana ya jawazi dhalika, basi kwa maji changanyeni na mkunazi. Sidrin ni mkunazi. Dhani hii ilikuwa ikitumika sana, sijui kwa sasa, lakini kwa ikitumika zamani katika njia ya kumosha maiti, ilikuwa ikitumika sidri. Waj'alna fil akhirah, najalieni mwisho kabisa kafura. Haya ni tiba au tib, yani ni manukato ya kafura, yajalieni, yani ile mnamuosha mara ya mwisho, kama ni mfano ni mara 5,
yani ni ya tano, kwamba mnaona hii ya tano ndio ya mwisho, ameshatakata alhamdulillah, basi changanyeni na kafura aweze kunukia vizuri, au shay'an min kafur, au kidogo au kitu chochote katika kafuri, yani kwa maana ya manukato. Fa idha faraghtunna faadhinnani, ikiwa mtamaliza kufanya hivyo nifahamisheni kwamba tushamaliza, alafu niwaambie kitu. Kwa lugha nyingine ni kama nifahamisheni kwamba haya tayari ishakamilika, niwaambie kinachofuata. Falamma faraghna adhannahu fa'atana hiqwahu faqala ash'irnaha iyahu ta'ni izarihi. Mama Atiya radhiyallahu ta'ala anha anasema tulipomaliza sisi kumuosha Zainab radhiyallahu ta'ala anha, tukamwambia tushamaliza, kama alivyotuelekeza kwamba sisi tumwambie, tumpe habari kwamba tayari tumaliza. Fa'atana hiqwahu, akatupa nguo yake ambayo mitafsiri kwamba ni izarihi, nguo ambayo inafungwa chini. Rida ni nguo maarufu ambayo inafunika juu, ama izari ni nguo ambayo inafunika chini, kama unavyoona kikoi kwa sasa, tuseme nguo kikoi, msuri unavaliwa chini, hiyo ndiyo izari yenyewe. Tayeb, kwa hiyo akawapa izarahu, nguo yake ambayo anaifunga chini. Faqala, akasema ash'irnaha iyahu, basi ebu mfunikeni na hiyo nguo, yani mwanzo kabisa kabla ya kuanza kumvisha kitu chochote. Asema yalihi aljasad, ash'irnaha, yani kwamba mvalishe ama mfunikeni hii nguo iwe ni ya mwanzo kabisa katika mwili wake, kabla hajaguswa. Yani msiweke nguo nyingine isipokuwa baada ya kumwekea izari. Hii ndiyo ianze iukabili mwili wake. Wa fi riwaya au sab'a, na katika riwaya nyingine au muoshe mara 7. Wa qala ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il udhu'i minha, kwamba mkianza kama ni kuosha kwenu, yani hii ni riwaya nyingine kwamba muanze kuosha upande wa kulia, na hata kwenye kutia udhu basi muanze viungo vya kulia. Wa anna Atiya qalat, na hakika Atiya alisema waja'alna ra'saha 3 qurun, na tukajalia nywele zake mafundo 3, yani tukaweka nywele zake kwenye mafundo 3, tukazigawa hizo nywele zake tukaziweka kwenye mafundo 3. المعنى الإجمال لما توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غاسلاتها وفيهن عطية الأنصارية ليعلمهن صفة غسلها. Aliingia kwenye chumba cha kumuoshea mwanae, yani manake alikurubia kabla hajaanza kumuosha, au aliingia kabisa, dakhala fiha, katika chumba kile cha kumuosha mwanae, ili aweze kuwafundisha namna ya kumuosha. Na hii ni kuonesha kwamba ibada zote lazima zitoke kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana mtabaa, yani ibada lazima imfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio iwe ni sahihi.
ndio iwe ni sahihi. Kwa hiyo na hapa kumbuka ni jambo geni, lazima wafundishwe namna ya kufanya. Kwa hiyo akaingia ili kuwafundisha namna ya kumuosha mwanae. Litakhruja min hadhihi dunya ila rabbiha, ili wakati anatoka katika hii dunia kumwelekea Mola wake, awe tahiratan naqiya, awe ni tahir, ni msafi kabisa, ni ayuko tahara na ni msafi. Faqala ighsilnaha thalatha, muoshe mara 3 au 5 au mara 5. Liyakunu qat'a ghaslihinna, ili ukate uchafu wote ambao yani uchafu wote umemalizika. Bali katika riwaya kama tulivyoona kwamba au 7 au mara 7, na nasema kinachoangaliwa hapa ni witri, zinaweza zikazidi hata 7 kulingana na hali aliyokuwa nayo maiti, kaosha mara 3 au 5 au 7. Lakini mara 7 asilimia kubwa anakuwa ametakata kwa kiasi kikubwa sana. Lakini je, yajuzu kuzidisha? Naam, yajuzu kuzidisha, lakini kwa witiri. Manake kama 7 haijashindikana, basi utaweka ya 8 na ya 9, utaweka ya 8 na ya 9. Liyakuna qat'a ghaslihinna ala witrin au akthar min dhalika in ra'aytunna annaha tahtaj ila ziyada ala al-5. Na kama mtaona kuna hitajia ziada, basi fanyeni mara 5. Na kama baada ya hapo mtaona kuna hitajika ziada tena, au 7 au mara 7. Waliyakuna al-ghasl anqa, ili iwe kumuosha huko kuwe kumemtakatisha kabisa. Waljasad aslab, na mwili uwe umelingana. Ij'alna ma'al ma sidra, lakini jalia pamoja na maji kuweka mkunazi. Wa fil akhira kafura, na mwisho kafura kama tulivyotangulia. Litakuna mutibatan bitibin yab'ad anha alhawa, ili asiwe na harufu ambayo ni haipendezi kwa watu. Wayashuddu jasadaha, ili na iweze na mwili wake uweze kukaa vizuri zaidi. Wawassahunna an yabda'na bi ashrafi a'dha'iha min almayamin, na akawahusia waanze viungo vyake, waanze yani upande wa kulia. Wa a'dha'ul udhu, na vile viungo vya udhu vile vile waanzie kulia. وأمرهن إذا فرغن من غسلها على هذه الكيفية أن يعلمه، فلما فرغن وأعلمنه أعطاهن إزاره الذي باشر جسده الطاهر. aliwapa izari, nguo yake ambayo imegusa mwili wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni tahara kabisa, kama utakavyokuja kuona kwa nini alitoa nguo yake ndiyo ianze kwenye mwili wake. Liyash'arnaha iyahu fayakunu barakatan alaiha fi qabriha, iwe ni baraka kwake katika kabri lake. Ma yukhadhu min alhadith wujub ghasl almayyit almuslim annahu fard kifaya, wajibu wa kumuosha maiti Muislam, na kwamba jambo hili ni fardhi kifaya. Jambo hili ni fardhi kifaya kwa maana ni fardhi yenye kujitosheleza, yani kwa maana kumuosha ni fardhi kifaya, ni faradhi ambayo ni yenye kujitosheleza. Wachache watashiriki katika jambo hilo, basi wote watakuwa wamesamehewa. Wakishiriki wachache kufanya jambo hilo, basi na hizi taratibu za takfin, taghsil, hizi zote ni haki za Uislamu. Uislamu anazo haki 4 maarufu, kwamba ni kumuosha,
kumkafini, kumswalia na kumzika. Basi haki 4 za Muislamu anapofariki, na hizi zinamuenea Muislamu. Asiyekuwa Muislamu afanyiwe hizi: hatooshwa huyo, hatokafiniwa huyo, hatoswaliwa huyo, wala hatozikwa kwa utaratibu wa Kiislamu. Hizo ndizo haki ambazo unadaiwa Muislamu pale anapokuondoka Muislamu wenzako. Hakuna zaidi ya hapo jamani, tunasisitiza hakuna zaidi ya hapo, ni hizo tu, hakuna zaidi ya hapo. Kishafanya hizo wewe umemaliza majukumu yako. Sasa haya mengine ambayo yatakuwa yanaendelea, hayo hayakuhusu na wala sio yako. Mara nyingi tunasisitiza yani husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la yaani. Unapojishughulisha na mambo yasiyokuhusu, ndio hapo inatokea unapata matatizo na uzito kabisa katika dini. Lakini ukishughulika na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wamekuelekeza ushughulike nayo, basi tunatumaini kwamba wewe utakuwa katika maisha mazuri ambayo hayana presha yoyote, kwa sababu ni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuyaridhia. Ama mengine ambayo hayako katika sheria, hasa kwenye misiba inazuka vitu vingi sana. Jambo hili linakuzwa sana kupitiliza, unakuwa na ghuluwi katika misiba. Allah atuhifadhi na atupe subira katika majambo kama haya, tuyafanye vile alivyotuelekeza. Ujubu ghasl almayit lilmuslim wa annahu fard kifaya. Anna almar'ata la yaghsilha illa an-nisa wa bilaks, kwamba mwanamke haruhusiwi kuoshwa isipokuwa wanawake. Wa bilaksi, na mwanaume hivyo hivyo haruhusiwi kuoshwa isipokuwa wanaume. Mwanamke anamuosha mwanamke mwenzie. Illa mastathna min almar'ati ma'a zawjiha, isipokuwa jambo ambalo limevuliwa katika hukumu hiyo, kama mwanamke na mume wake, basi mume afaa kumuosha mkewe na mke afaa kumuosha mumewe. Ni hilo tu basi. Hilo ndilo ambalo limevuliwa katika ulazima wa kwa mwanamke lazima aoshwe na mwanamke mwenzake, na mwanaume aoshwe na mwanaume mwenzake, isipokuwa wanandoa wanaweza kufanyiana khidma hiyo. Wanandoa anaweza kufanyiana khidma hiyo, kwa sababu wao hawana kizuizi, na inakuwa ni bora zaidi, kwa sababu yeye atakuwa na uwezo wa kumhifadhi zaidi mke wake, na chochote kitakachotokea cha aibu ataweza kumstiri mwenzake. Min almar'atin wa zawji wal amatun ma'a sayyidiha, lakini na kijakazi pamoja na bwana wake ndio wanaweza wakafanyiana hizo khidma. Tofauti na hapo hapana. Falikulli minhuma ghasl sahibi, na kila mmoja hapo ataosha mwenzake, kwa maana mke na mume, na mume ataweza kumuosha mke na mke ataweza kumuosha mumewe, wa hakadha. Na kijakazi anaweza kumuosha bwana wake na bwana wake anaweza kumuosha kijakazi wake. Tofauti na hapo ni wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. Na hili linapendeza kufanyika kwa watu ambao wanatumainiwa, ima watu ambao ni wako karibu sana na mayit, kwa maana ndugu, inapendeza zaidi ndugu kufanya hivyo ni jambo zuri zaidi, kwa sababu hao ndio ambao wanaweza kumstiri zaidi. Au kama labda kuna wasaya, kuna wengine wanahusia kwamba kama mimi nitaondoka, fulani yupo ndiye ashughulike na mimi katika swala hilo. Kama nitaondoka fulani yupo, basi afanye hivyo, wa hakika. Na hiyo ipo kwamba mtu kashahusia kwamba hakuna wa kumuosha isipokuwa fulani. Kama ni kwa usia huo,
basi itafuatwa usia kwamba ni fulani ndiye ashughulike na mwili wake, basi kwa haka usia huo utazingatiwa, na hata kama kuna ndugu ambao wapo. Tayeb, an yakuna bi thalathi ghasalatin fa in lam yakifi fa khams fa in lam yakif zida ala dhalika, ikiwa haitotosha kwa kumosha mara 3, basi itaongezwa mara ya 4 ya 5. Kama haitotosha basi atazidisha kadiri haja itakavyokuwa inamuelekeza. Ziyadata ila 7, walakin almafhumu min qawlihi in ra'aytunna dhalika at-tafwid ila ra'yihinna bihasbi almaslahati walhaja, kwamba kauli yake kwamba in ra'aytuna dhalika, kama mtakavyoona. Hii ni kuonesha kafungua mlango wa wao kujitahidi kwamba wanaweza akaona kwa maslahi tuoshe mara 3, kwa maslahi tuoshe mara 5, kwa maslahi tuoshe mara 7, kulingana na watakavyoona kuna hitajika nini zaidi. Fi riwaya sahiha au 7 au akthar min dhalika. وبعد ذلك إن كان ثم خارج سد المحل الذي يخرج منه الأذى. Kama hakuna namna nyingine, sasa umeosha mpaka mara 7, mara ngapi, basi itazibwa ile sehemu ambayo inatolewa yani ule uchafu au adha inatoka. Yani mfano kama ameoshwa hakuna namna nyingine, basi tutafutwa kama ni pamba, sitazibwa sehemu ile kwa haja sababu kama mfano unaona bado mmeosha bado harufu au nini inatoka, mmeosha bado unaona kuna tabu, basi tutafutwa pamba au kitu chochote ambacho kinaonekana ni jaiz, akazibwa nacho mahali pale ambao kama inaonekana panaleta ima harufu au kunatoka najis. Tayeb, an yaqa al-ghasil ghasalatihi ala witrin 3 au 5 au 7, kwamba mtu ambaye anaosha basi afanye witri, ima iwe 3 mara 3 au 5 au 7. Wa yakuna ma'a al-ma'i sidr, awe na maji yaliyochanganywa na nini, na mkunazi. Liannahu yunqa, kwamba hiyo inasafisha zaidi. Wa yaslu jasadahu al-mayyit, na mwili wa maiti unakaa vizuri. Wa anna al-ma'a al-mutaghayyir bi-tahir baqin ala tuhuriyatihi, kwamba maji ambayo yanabadilika kwa tahir yanabaki kwenye utahara wake, kwa sababu maji yalikuwa hayana chochote, lakini ukayachanganya na nini, na sidri, basi yatabaki ni tahara, hayatochafuka kwa sababu eti umeweka sidri. Manake kama yamechanganywa na kitu tahir yanabaki kwenye tahara yake, hayatokuwa yametoka katika hali yake. Kwa nini? Kwa sababu yamechanganywa na kitu ambacho ni tahara. Wa an yutiba almayit ma'a akhir ghaslatihi lialla yadhhaba alma, kwamba muosho wa mwisho basi itapendeza kuchanganya na nini, na tib, kwa maana ya manukato. Wa yakunu tib min kafur, lakini tib iwe ni kafur, liannahu ma'a tib raiha, yani kwamba ina harufu ambayo ni nzuri, ambayo inaweza ikaondoa hali fulani fulani. Shuddu aljasad fala yusra ilayhi alfasad, lakini vile vile itaimarisha mwili, lakini vile vile haitoharakisha mwili kuwa na, yani kwa maana mwili kuharibika. Ishaosha na tib na nini, hautoharibika haraka kwa sababu ya
kile ulichokitumia. ويكون طيب من كافور لأنه مع طيب رائحته يشد الجسد فلا يسرع إليه الفساد. البداءة بغسل الأعضاء الشريفة وهي الميامن والأعضاء الوضوء، kwamba anaanza upande wa kulia. Namna ya kuosha maiti ni vile vile kama unavyooga janaba, kama utafata sunna basi ni vile kama anavyooga mtu janaba ndivyo anavyooshwa mayit. Kwa hiyo taanza ubavu wake wa kulia kama ilivyokuwa kawaida, alafu anaingia ubavu wake wa kushoto na kwa kadiri ya haja. طيب الضفر الشعري 3 ضفائر وجعله خلف الميت. Ama kumtengenezea mafundo matatu ya nywele zake yataelekezwa chini, yani anasukwa nywele, lakini inawekwa mafundo matatu, na hayo mafundo matatu kwa maana kama ni mwanamke basi yatashushwa nyuma yake, tawekwa nyuma yake huko, na wala hayatosimamishwa yale mafundo matatu. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شيء خاص به. تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شيء خاص به. Kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa izari yake, nguo yake ya chini, na akaamuru baada ya kumaliza kumuosha Zainab wamzungushie ile nguo kabla ya kuweka nguo nyingine iwe ndiyo ya kwanza kugusa mwili wake. Alilenga ni baraka kwake, kwa sababu athari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kitu kilichobakia ambacho amekitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam kinayo baraka, kuna baraka ndani yake. Kwa hiyo alitaka mwanaye atabaruku, atafute baraka kupitia ile nguo yake iweze kumpa Sahal kwenye kaburi lake. Sasa hili je, linaenea kwa watu wote? La, hili ni la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika ahadithi nyingi kwamba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hata akipiga mswaki akiweka chini, masahaba wanaogombania, ili mradi mate ya Mtume sallallahu alaihi wasallam achanganye na mate yake aweze kupata baraka kwa kilichoachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuwa anawagombeza, au maji aliyokuwa akitawaza yale yakidondoka, masahaba wanayakinga, naye anatawaza nayo au anajimwagia katika kutafuta baraka juu ya kilichoachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni jambo jaiz, lakini ilikuwa ni kipindi kile ni hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vitu vyote athari, yani vitu vyote alivyokuwa akivitumia, wanachuoni wanakubaliana kwamba hakuna athari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyobakia katika vitu alivyokuwa akivitumia. Hakuna kilichobaki mpaka sasa, hakuna kilichobakia. Na hata akitokea mtu akasema hii nguo, hii sufuria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni muongo. Hakuna sufuria, hakuna cha nini. Nasema athari zake zilikuja kuisha kwenye zama za matabe, hakuna kilichobakia baada hapo. Sio kwamba sasa hivi au imegundulika sijui saa au nini au kitu gani au bangili au makorokoro gani kwamba haya ni itakuwa ni uongo. Na wanachuoni wanasema watabarruqul baqiya hiya ittiba'uhu, na tabaruku iliyobaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumfuata basi. Hiyo ndiyo tabaruku iliyobaki. Ama tabaruku bi athari nabii sallallahu alaihi wasallam, hakuna tena isipokuwa ni kumfuata maelekezo yake. Hii ni moja ya tabaruku, kwamba
kutekeleza kile alichokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni tabaruku iliyobakia mpaka leo. Hakuna kilichobaki tena katika athari zake, nguo zake, nini, kila kitu hakipo katika uso wa ardhi. Taib, anasema ila ghairi min alulama wasalihin. Hii si kwa wanachuoni na watu wema, kitu ambacho masufi bado mpaka sasa hivi wanagangana nacho. Wao wanadai kwamba mashehe zao bado wana baraka, wana baraka. Kwa hiyo unakuta anagangana na makozi yake, mate yake na nini, jahili mtupu. Yani akimaanisha kwamba na mwenyewe ni kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitu ambacho sio sahihi. Unakuta lipo hapo lijisufi limekaa hapo, kazi ni kutemea watu mate tu. Watu wanajipaka tema mate, watu wanajipaka wanapanga mistari, watu wanagombania mate haya. Bali wakati mwingine wala sio mate, makoozi hasa, sio mate, makoozi hasa. Watu wanavagaa makoozi, ujinga kabisa. Lakini basi mtu akishakuwa amelewa ujinga, basi na mwenyewe anadumbukia humo, wanagangana, tafuta baraka na tafuta nini wa hakika. Lakini hakuna baraka nyingine iliyobakia. Bali wakati mwingine sehemu nyingi sijui kwa sasa hivi, lakini sisi ilikuwa kuna mmoja alitusimulia baadhi ya mikoa ilikuwa watu wanatabaruku, wanatafuta baraka mpaka kwa mashehe hata wake zao. Yani mtu ana hasa kwa wanawake ambao walikuwa wanajifungua, ametoka nifasi, sasa hajafanya chochote, aenda kutafuta baraka kwa shekhe kwanza, na wale wajinga wanakubali. Sasa ujinga ni kitu kibaya sana katika dini, hatari wahaka. Kwa hiyo ilikuwa vinafanyika hivyo wakidhani eti ni baraka, kitu ambacho si sawa. Anna hadha al-amr la yalhaquhu ahadun fihi lima bayyanahu wa bayyana ghayrahu min al-bawl min al-bawn ash-shasi', kwamba hiki kitu hakuna yeyote ambaye anaweza kuwa na sifa hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya yeye kuwa ameondoka. Hili jambo lilikuwa ni la kwake tu na hakuna zaidi ya hapo. Athania anna hadhihi al-ashya tawqifiyya, kwamba kwa sababu ambazo zinapelekea wanachuoni waseme kwamba jambo hili si la yeyote. Kwanza, anna hadha al-amr la yalhaquhu ahadun fihi, kwamba jambo hili yani halimpati yoyote katika masahaba zake isipokuwa yeye au wafasi wake. Thania, anna hadhihi al-ashya tawqifiyya la tushra'u illa bi shar'i, ama mambo haya ni tawqifia, ni mambo ambayo hayahitaji akili ya mtu, hayawezi kuwepo isipokuwa kwa sheria. Yani sheria iwe imekiri kwamba jambo hili lipo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa linafaa kwa sababu yeye ilikuwa anafanyiwa na hakuwa na shida yoyote. Anna sahabata ya'lamuna anna Aba Bakar afdalu al-umma, masahaba wanafahamu kwamba Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ndiye sahaba bora baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna sahaba bora anayemzidi Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na walikuwa wanafahamu hivyo. Walam yard annahum fa'alu ma'ahu ma yaf'alunahu ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-tasabaq ala ma'in wudhu'ihi wa nahwihi, na hawakumfanyia Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yale waliokuwa akiyafanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kushindania maji ya udhu au mswaki wake, kwamba nani atakaye, yani akiweka tu unafanya haraka kutafuta na wewe upigie mswaki wake, au ushike maji yaliyoachwa wakati anatawadha. Hawakufanya hivyo.
kwa Abu Bakar baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka. Kwa hiyo ni kuonesha wazi kwamba hili jambo hata masahaba radhiwanullahi ta'ala alaihim ajma'in walifahamu kwamba hili ni khasa linabii sallallahu alaihi wasallam na wala haliingii kwa masahaba zake. Rabi'an anna at-tabarruka bighairihi sallallahu alaihi wasallam min al-ghuluwi alladhi huwa wasilati shirk. Nasema ama kutafuta baraka kwa asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika athari zake, hii ni ghuluwi, yani ni kuchupa mipaka katika kusifia mtu au katika kuadhimisha mtu na bali ni wasila tushirki, ni njia ya kupelekea watu kufanya ushirikina, mambo kama hayo. Wazee wakiwa namna hii, hata akifariki watu wanakwenda kuomba kwenye kaburi lake. Kama yuko hai anafanyiwa hayo, watu wanaona na baraka, wanaona na nini, mambo kama hayo, basi hata akifariki hawaishii hapo, wataenda kuomba pale kwenye kaburi lake na kugaragara na kufanya mambo mengine ambayo ni ya maajabu zaidi kuliko haya. Khamisan annahu fitnatun liman tabarraka bihi wa tariq ila ta'dhimihi nafsahu alladhi fihi hilak, bali kufanya vile ni fitna jambo hili katika kumwazimisha mtu kwamba yeye ana baraka, na ni njia ambayo ni ya kumwazimisha, yani ya kuazimisha nafsi yake zaidi ya kiwango, alladhi fihi hilak, na maadhimisho hayo au kusifiwa huko ambako kunapelekea mtu kuangamia kabisa. A'adhana Allahu wa iyyakum min dhalik. الحديث ال57 بعد 100, hadithi ya 157. Hadithi hii anaisimulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala bainama rajulun waqifun bi'arafah idh waqa'a an rahilatihi fawaqasatuhu au qala faawqasatuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في الرواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. Hii ni hadithi ambayo ameisimulia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu akisema bainama kana rajulun, yani walikuwa katika haji. Sasa ghafla mtu mina sahaba waqifa, kuwa amekaa amesimama, fi arafa ala rahilatihi, juu ya kipando chake, fi hijjatil wadaa, katika hija ya kuaga ambayo ilikuwa ni maarufu hijjatul wadaa, hija ya mwisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muhriman idh waqa'a minha, akiwa amehirimia, fankasarat an unquhu famata, sasa yule ngamia akajikwaa, kasababisha kudondoka, basi akakatika shingo lake, akafariki hapo hapo. Faamarahumun nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamuru an yaghsiluhu kaghairihi min sairil mauta, wamuoshe kama wengine wanaokufa, bimain, kwa maji, wasidrin, na mkunazi, wa yukaffinuhu fi izarihi, lakini akawaamuru wa mkafini kwenye nguo yake, yani ya chini, waridaihi, na nguo yake ya juu.
alladhaini ahrama bihima, nguo zake mbili ambazo amehirimia akiwa amevaa hizo nguo mbili. Wabima annahu muhrima bihajjin wa athar alibada baqiyatun alayhi, na kwa kuwa yeye amehirimia hija na athari ya ibada itabakia. Faqad nahahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yutayyibuhu wa an yaghuttu ra'sahu, akawakataza wasimtie manukato na wala wasifunike kichwa chake. Wa dhakara lahumul hikmata fi dhalika, na akataja hikma juu ya hilo. Wa hiya annahu yab'athuhu Allahu ala ma mata alayhi, kwamba sababu ya kufanyiwa hivyo Allah atamfufua juu ya kile alichokufa kwa ajili yake. Wa huwa talbiya, kwa maana atafufuka katika hali ya talbiya, anamsabihi Allah na kumtukuza, allati hiya shi'ar alhajj, ambayo ndiyo nembo na ndiyo alama ya haji. Kwa hiyo haina haja ya kumwekea hivyo vingine, yeye atafufuka katika hali hiyo hiyo hali ambayo amekufa nayo. Na hii ni kuonesha kwamba ni muhimu zaidi kuchunga mambo ambayo sio mazuri, kwa sababu kama mtu atakufa katika hali hiyo inakuwa ni hatari sana. Na juzi hapa jamaa anasimulia kwamba alikuwa vijana, alikuwa bado ni kijana kidogo, anaendesha gari, lakini yuko kwenye miziki tu. Islamu yuko kwenye miziki, kafunga vio vyake, yuko kwenye miziki, anapiga basi nyimbo za wasanii hizi. Basi ghafla akapata ajali. Ndugu yake aliyekuwa naye asema, nikawa najitahidi kumlakinisha kalima la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah. Asema hakujibu, isipokuwa alikuwa anaendelea kuimba zile nyimbo. Kila wakimueleza hayapo, anaimba zile nyimbo zake tu. Bwana qul la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah, yuko ana nani sijui, kila wakijaribu imeshindikana, mpaka amekufa naimba zile nyimbo. Sasa wahaka. Kwa hiyo kitu ambacho yani kinakuwa ni kwa muda mrefu ni hatari sana. Kifa nacho hii sasa, kwa hali hiyo ni hatari. Unakufa unaimba tu manyimbo, kwa sababu ndicho kitu ambacho kilikuwa kiko kwenye bongo lake na akili yake, ikawa ni hatari. Sasa mtu ukifa kwenye mazingira fulani, alhamdulillah, hata na kufufuka utafuka unafanana hayo mazingira ambayo ulikuwa unayaishi. Na alhamdulillah, hii ni neema kwa mtu kama amepata kifo chake imekuwa ni kwenye ibada kama hizi, walillahi alhamd. Ma yukhadhu min alhadith wujub taghsil almayit wa annahu fardh kifaya, wajibu wa kumosha mayit, kwamba jambo hilo ni fardh kifaya. Jawaz ightisal almuhrim kama thabata dhalika fi hadith Abi Ayyub, kwamba inafaa kumosha muhrim kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Ayyub. Al-i'tinai bi nadafati al-mayyit wa tanqiyatihi idh amarahum an yaj'alu ma'a al-ma'i sidra, lakini kuonesha kwamba ni juu ya hirs, kwamba mayit lazima akae katika hali ya nadhafa, hali ya usafi na tib. Sasa tujitahidi, wale ambao Allah amejalia kuwa na uwezo wa kununua hata manukato jama. Sasa mtu usubiri tibi ya unakufa kweli. Yani unakuja kuswali, una uwezo wa kupata marashi kidogo na nini, mkawa leo unanukia vizuri na kwenda kukutana na Mola wako.
na hili liko wazi kwamba tukija kwenye swala tunakuja kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tukija katika hali ambayo inaridhisha ni afdal zaidi. Usisubirie kuwekwa manukato unakufa bwana, yani unakwenda kaburini ndio unanukia vizuri kweli? Masiku yote hayo unuki na uwezo unao wa kupata kimiski na nini, hasa unakuja kunukia waenda kaburini. Kwa nini? Nayo unaweza ukawa unanukia vizuri kwa sababu hiyo inafanyika kwa sababu unakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi hapa katika maisha yetu kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuingia katika swala. Kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuingia katika swala, maana ni uingie katika hali ambayo ni nzuri zaidi. Kama waweza kufanya hivyo basi ni afdhali zaidi, ukaenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ambayo inapendeza. Walillahi alhamd. طيب أن تغير الماء أما تغيير الماء بالطاهرات لا يخرج الماء عن كونه مطهرا لغيره, kwamba kubadilika maji kwa mabadiliko yaliyosababishwa na kitu tahiri, yani kitu ambacho ni tahara, hayo mabadiliko hayaathiri maji yale kutoka kwenye utahara wake. Kama kitu kumeingia sidr na sidr ni kitu tahara, hata kama maji yamebadilika, au umeingia kafur, hata kama maji yamebadilika haitoki kwenye utahara wake maji hayo, ila kaunihi tahir bidhatihi ghairi mutahhir li ghairihi kama huwa almashhur fi madhhabi Ahmad. Bali sahihi annahu yabqa tahiran bidhatihi mutahhiran lighairihi kama huwa madhhab aljumhur, bali maji yanabaki tahara hata kama kutaingia kitu ambacho ni tahara na maji yakabadilika, yatabaki kwenye tahara yake, kama huwa madhhab aljumhur, kama ilivyokuwa madhhabu ya jumhuri ulama. Wa ihda riwayatayn an al-imam Ahmad وجوب تكفين الميت وأن الكفن مقدم على حق الغريم والوصي والوارث. Na hapa ni kuonesha kwamba wajibu wa kumkafini mayit kwamba muqaddam inatangulizwa juu ya wajibu wa yule ambaye anadai au amepewa usia au mrithi, kwamba huwezi kurithi kabla ya kuondoa gharama hizo. Na gharama ya kwanza ni kumkafini, na gharama za kumfanyia kila kitu, kama ni taghsil yenyewe, kama mfano itahitajia gharama. Mfano mtu amefariki katika mazingira ambako hakuna ndugu zake, lakini wakumuosha, labda mkahisi kwamba atoke ameoshwa, lakini wakumuosha akadai gharama, akadai gharama zile zinatoka kwenye mali zake. Hiyo ni mali ya mwisho ambayo anaitumia mayit, gharama za kumuandaa kumpeleka makaburini. Lakini sasa kwa hali zetu zikana ima ni uelewa au ni nini, yani mtu anafariki ana mali, lakini unaweza shangaa wanamsumbua mkwe eti atoe sanda. Mkwe umekuja una sanda bwana, na mkwe amefariki. Jamani, hana vyake huyu mtu, kwa nini afanywe kama ni maskini tu, fakiri, hana kitu? Yani kwamba unakuja mkwe anakuja kuanza kupata tabu eti kisa amefariki mama mkwe, amefariki baba mkwe. Hana vyake huyu hana vyake kweli? Yani hata kutoa gharama ya sanda bado ni tatizo. Sasa hii ni kuonesha jamani sisi, na hii inatuonesha jamani, kila mtu ajifanyie nafsi yake, ajipambanie nafsi yake jamaa. Yani we ukishaondoka katika tu, yani hata sanda watu wanaona kama unawapunguzia sijui. Jamani, kuuza hata kuku wake au kambuzi tu ukapata gharama za sanda na mambo mengine, bado tabu tena, vitu vyake tu. Kwa hiyo gharama za mazishi kisheria
zinagharamikiwa kutoka kwenye mali za mayiti. Yani uchimbaji wa kaburi, sijui nini, sanda, kama pengine anasafirishwa kupelekwa makaburini, gharama zote hizo ni kutoka kwenye mali ya mayiti. Hahitaji kuanza changishana kama mtafikiri ni hana kitu. Tolewe kwenye mali ya mayiti basi. Kama mtu ataamua labda mimi nijitolee tu pasina taklifu yoyote mwenyewe kama basi, lakini sahihi, yani mali ya mayiti inatumika hata kama kuna deni, hata kama kuna mtu amehusiwa kuchukua kitu fulani, gharama za mazishi kwanza ziishe, halafu tutaangalia mambo ya madeni, tutaangalia sijui huyu kahusiwa na nini, na warithi wataangaliwa mwisho. Warithi ni wa mwisho kabisa, kwanza ni deni na mambo ya wasia na nini. Kama deni litamaliza kila kitu basi khalas, hakuna mirathi. Uwezo ukasema deni hatulitambui kwa sababu eti na wewe unalazimisha una nini urithi. Hapana. Kwa hiyo ndugu zangu, na kama sasa hivi mji wetu umekuwa jamaa, umekuwa taratibu wa kuchimba makaburi kwa fedha huu, lazima sasa wakina nani watakuja kuchimba kama kaburi sasa hivi? Kila mtu yuko busy. Kila mtu yuko busy. Unaweza ukawa unalaani Uislamu bure tu, kwamba Uislamu bwana na nini, yani mtu amepatwa shida afu naonekana watu wananitupa hapa na nini. Hapana, mazingira ya kimji ndivyo yanavyokuaga. Yani gharama, ukipata msiba usisumbue watu. Kama uwezo upo, tafuta watu wachimbe kaburi basi, andaa kila kitu, atuwazike khalas. Ndivyo inavyokuwa. Lakini sasa wakipatikana sawa, atuseme wakipatikana sawa, lakini wasipopatikana usilaumu Uislamu sana mpaka ukawalaani ukafanyeje. Watu wako busy na yao, mimi utaratibu hasa mali za mayiti ndizo zinafanya kazi kwenye hayo. Kwa hiyo isitumike kwamba namna gani, na watu wanaweza watu wanapata ajira. Watu wanaweza wapo tu wako wanapigiwa simu, bwana kuna moja wanaenda kuchimba, naenda kuchimba, anapewa chao basi. Kwa hiyo sio kwamba labda atakuwa anakosea kama mtu anapata pesa kwa kuchimba makaburi, na hasa ya Uislamu inakuwa ni babi aula. Wujubu takfin almayit wa anna alkafn muqaddamun ala haqqi algharim wa hakadha. Tahrimu taghtiya ra's almayit almuhrim wa wajhi liluntha, yani kwamba ni haramu kufunika kichwa cha mayiti ambaye amekufa katika hali ya kuhirimia haji, lakini na uso wa mwanamke hautofunikwa kama atakufa katika hali ya kuhirimia haji. Wa yukhadhu min qawlihi yub'athu mulabbiya, na hii inachukuliwa katika kauli yake kwamba yub'athu mulabbiya biqiyasi الأولوية أن ذلك يحرم في حق المحرم الحي. قال ابن دقيق العيد: الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام، kwamba mtu akifa anabaki kwenye haki yake ya kuhirimia. وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك، وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة وزوال محل التكليف، ولكن اتباع الحديث مقدم على القيام. kwamba hadith kuna waliosema hapana, itakatika kwa sababu ameshatoka mahali pale na maisha yameshakatika, lakini hadithi itafanyiwa kazi, ndiyo inayofanyiwa kazi zaidi kuliko qiyas. Kwa hiyo hawa kwanza wako sahihi kabisa kwamba hali ya talbia inabakia hata kama ameshafariki. Tahrimu tiba ala almuhrim hayyan au mayitan, uharamu wa kuweka manukato kwa yule ambaye amehirimia, awe hai au awe maiti. Unaona huko Mtume SAW akakataza asiwekewe tib, muhrim asiwekewe nini tib.
yani anabaki kwenye hali yake ya kwamba ni muhrim, hatakiwi kugusa nini? Manukato. Kwa hiyo manukato hatowekewa hata kama yuko hai au amekufa. Makawazuia huyu asiwekewe nini? Manukato. Kwa nini? Kwa sababu atafufuliwa mulabia. Jawaz ikhtisar fil kafni ala al-izar wa rida, na kwamba yafaa kufanya ikhtisar katika kufanya takfin kwa izar na rida, kwani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameruhusu huyu awekwe kwenye izari na rida, khalas inatosha. Wabihadha yu'lam annahu yakfi lilmayit lafafatan wahida, kwamba kumbe mayit anaweza ikamtosha sanda moja tu, hasa mwanaume, kwamba kwa hali ya dharura hata sanda moja inaweza tosha, japo sunna ni sanda 3, lakini hata sanda moja katika hali ya dharura jaiz inaweza faa, kama alivyoruhusu kwamba izari wa rida zitoshe kumkafini mayit. Basi hata tukipata sanda moja itatosha kuwa amestiriwa. Lianna al-izar wa rida biqadri lafafa, kwamba izari na rida inatosha kuwa ni sanda moja. Fadl man mata muhriman wa inna amalahu la yanqati' ila yawm al-qiyamah hina yub'ath alayhi, kwamba atakayekufa akiwa amehirimia haji haito katika talbia mpaka atafufuliwa akiwa kwenye hali hiyo. Anna man shara'a fi amalin salih min talabi ilmin au jihadin au ghayrihima wa min niyyatihi an yukmilahu famata qabla dhalika balaghat niyyatu at-tayyibah wa jara alayhi thamaratuhu ila yawm al-qiyamah. Na katika hadithi hii kwamba kuna faida nyingine, kwamba atakayekuwa ameazimia jambo jema katika kutafuta ilmu au jihadi au ghairihima au vingine visivyokuwa hivyo, wa min niyatihi an yukmilahu, katika nia yake akawa ameikamilisha, au kama hajaikamilisha akafa katika hali hiyo, famata qabla dhalika, yani nia ni kukamilisha lakini kafa kabla hajakamilisha, balaghat niyatuhu tayyiban, na nia yake ilikuwa ni nzuri kabisa, wajara alayhi thamaratuhu ila yaum alqiyama, na matunda yataendelea ila yaum alqiyama, hata kama hajakamilisha kila alichokuwa amekiazimia, basi nia hiyo itamuongoza. Kwa madamu alikuwa na nia ya kukamilisha, basi swala hilo litakuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamkamilishia. Kwa nini? Kwa sababu huyu amekufa bila kukamilisha haji na umra, lakini baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atafufuka akiwa ni mulabbiyan, kwa maana ni muhrima, yani jambo lake litakuwa limetimia. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.